Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar haitamvumilia mtu yoyote au kikundi cha watu ambacho kitabainika kuleta viashiria vya uvunjifu wa amani katika nchi yetu. Sote tunashuhudia kupitia vyombo vya habari katika nchi mbalimbali duniani ambazo zimepatwa na machafuko na kupoteza amani juu ya namna kina mama na watoto wanavyopata shida, sambamba na kujitokeza uharibifu wa miundombinu na idadi kubwa ya watu kupoteza makazi na maisha, na wengi wao kupoteza maisha yao. Hili ni jambo la kujifunza kwa Watanzania wote juu ya umuhimu wa kuilinda amani tulionayo katika nchi yetu na kufahamu athari zinazoweza kujitokeza pindi amani ikitoweka. Kutoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwa kutoa taarifa pale tu wanapobaini vitendo vya uvunjifu wa amani katika maeneo yao wanayoishi na maeneo mengine, ili hatua za haraka ziweze kuchukuliwa. Napenda kutumia fursa hii kutoa wito kwa wananchi wote kuendelea kuitunza amani na mshikamano tulionao hapa nchini. Ni vyema kila mmoja wetu akafahamu kuwa amani ndio msingi mkuu wa maendeleo, na bila ya amani hakuna maendeleo tutayoyafikia. Nimefarijika sana kuungana nanyi katika hafla hii kufanya maombi ya ulimwenguni kote kama ambavyo hufanyika kila mwaka katika mataifa mengine duniani. Jambo hili ni zuri, kwani kufanya maombi ni hatua muhimu ambayo inasaidia katika kutatua changamoto na kupata mafanikio kwa mtu mmoja mmoja, jamii zetu na taifa kwa ujumla. Hivyo na upongeza Umoja wa Wanawake wa Kikristo Zanzibar kwa kuweza kuratibu maombi haya na kuiombea nchi yetu na dunia kwa ujumla. Nimefurahi sana kuona pamoja na maombi haya ambayo mnayafanya kila mwaka, lakini pia mmejiwekea utaratibu wa kila mwezi kwa kuiombea nchi yetu.